Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika jahazi la wiki, ni fursa pekee kukujuza lojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili. Na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi na udha wako hii leo, mimi Hilal Sefuriami, tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu, kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia habarika. Wakati ambao mahujaji tayari wamewasili nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, Waislamu nchini wametakiwa kujiandaa mapema kwa msimu ujao wa hija kwa mwaka 1447 Hijiria. Taarifa yake Abdallah Matotola inasimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Ni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, mahujaji mbalimbali kutoka Tanzania bara wakisafiri kuelekea mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia kutekeleza moja kati ya nguzo 5 za Uislamu. Na hapa wito katolewa kwa Waislamu ambao hawajabahatika kuitikia wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mwaka huu kuanza maandalizi ya ibada hiyo kwa mwaka ujao insha Allah. Kwa kweli tunasema hija ni wito, lakini bado kama hija ni wito tunawahimiza Waislamu kutekeleza, kwa sababu hija ni nguzo. Ndio. Hija ni nguzo, kwa hiyo kila Muislamu anastahili kuidiriki na kuitekeleza. Ila tunachowaambia kwamba kutokana na mabadiliko ya nchini Saudi Arabia, sasa hivi maandalizi ya haji yanaanza mapema. Ndio. Yaani mwisho wa hija hii basi ndio mwanzo wa hija nyingine. Kwa hiyo kama Jamarati Haji and Umrah Travelers tuliandaa taratibu za Waislamu kuwekeza kidogo kidogo ili kuweza kwenda kutekeleza ibada hii kwa ajili ya mwakani. Inshallah inapoisha hija hii basi hija nyingine inaanza, maandalizi yafanyike mapema tu. Sheikh Musa Kundecha ni mmoja kati ya Waislamu waliojitokeza kuwasindikiza baadhi ya mahujaji hao, akinukuu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayosema hija iliyokubaliwa haina malipo mengine zaidi ya pepo. Amesema hakuna haja ya kuzembea katika kutekeleza ibada ya hija. Na hija kwa hakika ni siku 5. Sasa kama siku 5 zinaweza kukuhakikishia pepo, na ndilo jitihada anazoweza kufanya mwanadamu kwa kila jambo jema ili apate pepo. Sasa umeambiwa ipo njia ya mkato, siku 5 zinakutosha kupata pepo. Kwa nini mwanadamu azembee? Kwa hivyo hili ni jambo kubwa. Watu wasizembee, wawe tayari kujitoa na kujitolea kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kujihakikishia njia nyepesi ya kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awali mahujaji hao kabla ya kusafiri hupewa mafunzo kupitia semina mbalimbali yanayoeleza namna gani wanatekeleza ibada ya hija, na ibada yao iweze kukubaliwa. Mahujaji wametakiwa kuzingatia mafunzo waliopewa. Tumewafundisha kivitendo namna gani hija inavyoanzwa.
na tumejitahidi kabisa kuwakatia vipande vipande katika elimu nzuri kabisa ambaye mimi mwenye binafsi nikiwa kama ni shekhe nimeshiriki katika asilimia zote kuhakikisha kwamba mahujaji ambao mimi ninawaongoza wanahiji kama hija aliyohiji Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada yenu ya hija. Tumefanya namna hiyo, elimu ya kutosha, na bado tutaendelea na elimu ya vitendo pale ambapo panapohitajika kuanza kitu fulani ziada na elimu ambayo tumeitanguliza ya kiujumla ambayo mahujaji wetu wote wanayo elimu hiyo. Japan na Tanzania zimesaini hati 6 za ushirikiano kwenye sekta mbalimbali ikiwemo mafuta, uwekezaji, tiba na elimu, hatua inayolenga kupanua wigo wa kufanya kazi pamoja baina ya mataifa hayo mawili na kuwezesha kubadilishana uzoefu kwenye nyanja tofauti. Hati 6 za ushirikiano zilizosainiwa ni ushirikiano katika kuendeleza sekta ya mafuta baina ya serikali ya Tanzania na shirika la JGC la Japan, kituo cha uwekezaji Tanzania TIC na Axel Afrika kwa ajili ya kukuza uwekezaji nchini. Hati nyingine zilizosainiwa ni kati ya mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA na Excel Afrika kwa ajili ya kukuza uwekezaji Zanzibar, kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC na shirika la nishati la Toshiba, shirika la tiba la Tokushukai na chuo kikuu cha Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa. Hati nyingine ni ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa na chama cha maendeleo na uchumi Afrika cha Japani Afreco. Hati hizo za makubaliano zimesainiwa Osaka nchini Japan na kushuhudiwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Kupitia makubaliano haya yatawezesha sasa kila mmoja kujifunza kutoka kwa mwenzake kisheria, badala ya kuwa nakubaliana bila sheria. Hii inafuata sheria, kanuni na taratibu katika kufanya kazi pamoja. Huu ni muendelezo wa mahusiano mazuri tulionao kati ya Tanzania na serikali ya Japan katika kufanya kazi mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo na uwekezaji. Na matarajio yetu ni kwamba baada ya kukamilika kwa Expo 2025 tutapata mafanikio makubwa kiuchumi, biashara itapanda, bidhaa zetu za Tanzania zitapata masoko. Aidha, Waziri Mkuu Majaliwa baada ya kufungua kongamano la biashara, uwekezaji na utalii lililowakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na wa Japan, amesema inaendelea na mikakati ya kuwaunganisha wafanyabiashara wa Tanzania na wa mataifa mbalimbali duniani. Na kwa kuwa ZIPA ya Zanzibar na TIC ya Tanzania ziko hapa, wamefungua pia wadawati ya kusajili moja kwa moja makampuni yanayotaka kwenda kusajili kufanya kazi Tanzania. Na tumeeleza kwamba ili kufungua kampuni Tanzania tumerahisisha ujazaji wa fomu, lakini maelezo ya namna ambavyo utafanya biashara, fursa kwenye maeneo yote kama ambayo nimeeleza, kwenye kilimo, lakini maliasili na maeneo mengine ya utalii, afya na maeneo ya viwanda. Yote haya tumefungua milango. Tukielekea mkoani Tabora, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA katika wilaya ya Sikonge mkoani Tabora limekamilisha ujenzi wa kituo cha afya kwa zaidi ya shilingi milioni 160 kupitia uungwaji mkono wa wadau mbalimbali wa maendeleo pamoja na serikali, kinachotajwa kwenda kupunguza adha kwa wananchi ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya pindi kitakapoanza kutoa huduma. Hii hapa ni taarifa yake Said Kapalila. Akisoma taarifa ya ujenzi wa kituo hicho, katibu wa BAKWATA wilaya ya Sikonge Sheikh Nasoro Karugwana anaeleza ufanikishaji wa ujenzi wa kituo hicho pamoja na mahitajio ya sasa ili kituo hicho kianze kutoa huduma kwa wananchi. Jengo hili limejengwa kwa michango mbalimbali zikiwemo nguvu za wananchi, lakini hadi hapo pamoja na viongozi wa serikali. Lakini zifike salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuchangia kiasi cha shilingi milioni 30. Kwa sasa tunajipanga kupata vifaa tiba na tunakuomba uendelee kufanya hima, Mheshimiwa mgeni rasmi, kututafutia wahisani mbalimbali ili huduma ziweze kuanza. Akizungumza mara baada ya kukagua kituo hicho, Sheikh wa mkoa wa Tabora Ali Haji Ibrahim Mavumbi ameeleza namna ambavyo huduma zitakavyotolewa pindi kituo hicho kitakapoanza kutoa huduma, na kwamba uwepo wa kituo hicho ni moja kati ya maendeleo ambayo pia ni matarajio ya serikali kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Sasa hapo watatibiwa wanaume kwa wanaume wenzao,
na wanawake kwa wanawake wenzao. Ndio kilio cha Mheshimiwa Mufti. Haya ndio maendeleo hata rais anayataka. Leo tuna zahanati, tuna kituo cha afya cha BAKWATA. Lakini serikali imejenga vituo vingi vya afya. Imejenga mashule mingi ya kata na wilaya na mkoa. Ndio kazi rais alichaguliwa afanye hiyo. Kwa ujumla wa maendeleo ya nchi ya Tanzania, tuseme kwa haki ya Mungu, mama yetu Samia amejitahidi kadri Mungu alivyomwezesha. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa wilaya ya Sikonge wanaeleza faraja yao mara kituo hicho kitakapoanza kutoa huduma. Sisi tumefurahi sana kama wanawake kwa sababu hiki kituo chetu cha afya cha Waislamu kitatuhudumia sisi kama wanawake. Tutatibiwa na wanawake wenzetu, tutazalishwa na wanawake wenzetu, sio wanaume. Kwa kweli kwa jambo hilo kama mimi mwanamke nimefurahi sana. Kwa sababu sisi wanawake tukienda hospitali zingine hizi tunahudumiwa tu na wanaume. Lakini kwa kituo chetu cha afya cha Kiislamu leo tunahudumiwa na wanawake wenzetu. Ni jambo zuri sana, tumeshukuru sana. Songamano tulikuwa tunapata kwa sababu kutoka Kimkodi wilayani kwa katani kwangu mpaka kwenda Misheni. Hospitali ilikuwa moja katika wilaya ya Sikonge, lakini tunamshukuru tuna hospitali ya wilaya na hii nyingine imetuongezea, alhamdulillah. Mungu atatupa wepesi. Ukipata shida unakimbia sehemu, unajigawanya uende wapi unapunguza shida zako. Ujenzi wa kituo cha afya cha BAKWATA wilaya ya Sikonge ulianza mwaka 2020 ambapo mwaka huu jengo limekamilika likisubiria vifaa tiba pekee ili kuanza kutoa huduma. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU katika mkoa wa Mara imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 49 zilizotakiwa kulipwa kama kifuta jasho kwa wanufaika wa makaburi hewa 123 kupitia zoezi la uhamishaji makaburini kwa wananchi wanaopisha upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti katika kata ya Nyantwari wilayani Bunda mkoani Mara. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya taasisi hiyo katika kipindi cha robo ya mwaka, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara Mohamed Sharif amesema kati ya makaburi hayo hewa 123 kila kaburi lilitakiwa kulipwa kiasi cha shilingi 400,000. Uchambuzi wetu ulibaini kuwa katika hatua ya uthaminishaji makaburi hayo yathaminishwa kwa namna yalivyotambulishwa na kuonekana kuwepo na sio kwa wathaminishaji kujiridhisha na kuwepo kwa miili ndani ya makaburi yale. Kwa kasoro hiyo, tulishauri mamlaka ya ulipaji fidia hizo isilipe fidia kwa makaburi ambayo hayataonekana kuwa na mabaki ya miili wakati wa zoezi la uhamishaji makaburi litakapokuwa linafanyika. Utekelezaji wa ushauri wetu huo ndio uliowezesha kupatikana kwa makaburi 123 hewa ambayo hatimaye wanufaika wake hawakulipwa fidia ya shilingi milioni 49 na 200,000. Aidha, katika hatua nyingine, TAKUKURU mkoa wa Mara imefanikiwa kudhibiti zaidi ya shilingi milioni 21 za mradi wa ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda unaotekelezwa kwa awamu ya pili. Fedha hizo zilikuwa zimetengwa na kuanzishiwa mchakato wa manunuzi ya vifaa vya ujenzi ambavyo tayari vilishanunuliwa katika awamu ya kwanza ya mradi na vingine vilishafungwa kwenye majengo husika. Pia tumefuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo 28 yenye thamani ya shilingi bilioni 9,260,9,920,78 katika sekta za afya, elimu, barabara na maji. Kati ya miradi hiyo, miradi 12 ya thamani ya shilingi bilioni 3,958 553,938 ilibainika kuwa na dosari na tumetoa ushauri na marekebisho yamefanyika ipasavyo. Miongoni mwa kasoro hizo ni pamoja na ucheleweshaji wa kuanza kwa utekelezaji wa baadhi ya miradi, ujenzi usiozingatia michoro sanifu, matumizi ya vifaa vya ujenzi visivyo na ubora, wizi wa vifaa vya ujenzi na ukwepaji wa kodi unaotokana na udanganyifu katika utoaji wa stakabadhi. Na serikali ya wilaya Magharibi mkoa wa Mjini Magharibi Unguja imepiga marufuku shughuli za uchinjaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo katika eneo la Mwanakwerekwe pembezoni mwa bwawa kufuatia uharibifu mkubwa wa mazingira pamoja na ukiukwaji mkubwa wa sheria na taratibu zilizowekwa katika uchinjaji wa wanyama hao.
Marufuku hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Magharibi Bi Hamida Musa Khamis. Akiwa katika eneo hilo, amesema shughuli zote zinazofanywa hazikufuata utaratibu uliowekwa na serikali, ikiwemo kuwepo wataalamu wa kuchunguza wanyama wanaochinjwa. Haya, niulize, anayechinja anayewasimamia nani? Hayupo, manake mmefanya kosa. Aliyewapa kibali kwamba hapa mnaruhusiwa kuchinja nani? Yaani mimi ninataja mjijue, msije mkasema mmeonewa hapa. Kila mmoja leo atachukua wajibu wake kwenye hili. Jambo la kwanza, uchinjaji hapa marufuku. Jambo la pili, zizi hili hapa linaondoka muda huu. Jambo la tatu, hapa hapapikwi supu wala hapapikwi chai kuanzia leo. Jambo la nne, nyie mliokuwa mnahusikana hapa leo mtatusaidia kusafisha ili tukiondoka pawe pasafi. Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mifugo Bi Asha Zahran Mohamed pamoja na daktari mkuu wa mifugo Zanzibar Dr. Ali Zahran wameeleza athari kubwa zinazoweza kujitokeza kwa kuendesha shughuli ya uchinjaji kwenye maeneo hayo. Kwanza niseme kwa mkoa mjini Magharibi tuna chinjio moja tu la Kisakasaka. Na wanyama wote wanatakiwa wakachinjwe huko, mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Wanatakiwa chinjio la Kisakasaka wanaotoka mkoa mjini Magharibi. Athari za kuchinja nyama holela, kwanza inaweza ikasababisha magonjwa. Kuna magonjwa yanayotoka kwa mnyama kuingia kwa binadamu. Kama nyama haijakaguliwa, kuna magonjwa kwa mfano TB. Kuna maradhi ya kutupa mimba inaitwa brucellosis. Kwa hiyo kutokana na sheria zetu za mifugo ambazo zinasimamiwa na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, kwa hiyo tunapinga kikali wa uchinjaji wa wanyama haramu. Lakini pia tumeweka taratibu mbalimbali ambazo tunataka zifuatwe na wananchi, kwamba wanyama wote ambao watakaoingia nchini basi wakate vibali, lakini watakapoingia nchini basi wachinjwe katika mazingira ambayo kuna usimamizi wa madaktari. Kwa upande wake, mkurugenzi wa manispaa wilaya ya Magharibi Bi Sabra Isa Machano amesema manispaa itasimamia maagizo yaliyotolewa kuhakikisha eneo hilo linabaki kuwa salama. Kwani hii sehemu kama manispaa sio mara ya kwanza, washakuja, washapewa onyo, washapewa maandishi, washaambiwa waondoke, washafahamishwa, yale yote yamefahamishwa. Kwa hiyo leo kwa mashirikiano na mkuu wa wilaya wa Magharibi B umekuja na vikosi na tumeziondoa hizi sehemu, na vile vile ofisi Wizara ya Kilimo na wao kwenye mifugo wamekuja kuchukua mifugo hii na kuihamisha hii. Kwa hiyo kazi yetu na jukumu letu, na tunaomba wananchi watusaidie kwenye hili. Light ungeona haya mazingira ambayo hili chinjio ambalo liko kinyume na sheria, basi usenge kula nyama yake. Kwa hiyo sisi kama manispaa tuna kazi ya kuhakikisha hii hali haijirudii. Lakini tutaomba wananchi, ofisi zetu zipo. Tunaomba ukiona jambo lolote bado linaendelea huku pembezoni mwa soko la Kwerekwe, naomba watupe taarifa. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha turejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa wa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar ya misikiti mbalimbali. Walfajri walayalin ashr, Allah anasema na apa kwa wakati wa alfajiri na swala ya alfajiri, na naapa kwa siku 10. Siku 10 zenyewe ni hizi za Dhulhijja. Mtume anasema sallallahu alaihi wa sallam, ma min ayamin, hakuna siku ambazo al-amalu salihu fiha, matendo mema ndani ya siku hizo, ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, matendo mema yatakuwa yanapendeza sana katika siku hizo kushinda matendo mema yatakayofanywa ndani ya siku hizi 10. Maswahaba wakauliza, katika hayo matendo mema, walal jihadu fi sabilillah, hata ile jihadi ya mtu kwenda kufa ile akawa ametoka kwa ajili ya Allah. Mtume akasema walal jihadu fi sabil, hata jihadi pia. Illa rajulun, isipokuwa mtu, kharaja bimalihi wa nafsihi, aliyetoka na mali yake yote na nafsi yake akashiriki jihadi, thumma lam yarji' min dhalika bishay'in, kikawa hakikurudi kitu, na kufunga katika siku hizi 10. Fa akthiru fihinna, fanyeni sana nini? Minat tahlil, la ilaha illa Allah, wat takbir, Allahu akbar, fanyeni sana hizo, wat tahmid, alhamdulillah,
fanyeni sana hizo. Hivyo tusiache haya mambo jamani, yanaanza kuwa ni katika sunna zilizopotea. Toa sadaka, tena kutanguliza watu walio karibu na wewe. Ukitoa sadaka kwanza umejisogeza sana kwa Allah, na ukiitoa ndani ya masiku haya ni kubwa mno na inapendeza sana kwa Allah. Famin hadhihi al-azmina al-mufaddala, katika hizi zama ambazo zimefadhilisha na Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi al-ayyam 10 min dhil-hijja, haya masiku 10 ya mwezi huu wa dhul-hijja, allati ukhtussat, ambayo masiku haya yamehusishwa na Allah subhanahu wa ta'ala bi'adidatin min al-fadaili wal-khasa'is, kwa mengi sana katika fadhila mbalimbali na mengi sana katika ya maalumu ya masiku haya 10 ambayo tuliomo. Hakuna masiku bora katika duniani kama masiku haya 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja, wa anna al-a'mal as-salihah afdalu minhu min ghairihi, na kwamba matendo mema yanayofanywa ndani ya masiku haya 10 ni bora sana kuliko masiku yote yanayotendwa katika miezi mingine. Miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, anja'ala lahum mawasima, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wao misimu lit-ta'ati, misimu ya khairi, misimu ya toa, misimu ya ibada. Wanakithirisha katika misimu hiyo, wanakithirisha kufanya khairi, wanakithirisha kufanya matendo mema, na vile vile wanashindana ndani ya misimu hiyo fima yuqarribuhum ila rabbihim, kwa kuyafanya mambo ambayo yanawaweka wao karibu na Mola wao. Na miongoni mwa misimu hiyo ya khairi 10 Dhulhijja, ni masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Mtume ameeleza, ametoa ushahidi ya kwamba masiku haya ya Dhulhijja ni masiku ambayo ni bora kuliko masiku ya aina yoyote ambayo unayafahamu wewe katika dunia hii. Mafundisho na mazingatio na masomo na mafunzo ambayo Muislamu anayapata kutokamana na ibada ya haji. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo kama Waislamu tunatakiwa tuyajue ni kwamba ibada ya hija na yale yote yanayotekelezwa katika ibada ya hija inayoitwa manasik. Kwa mtazamo wa macho ya mwanadamu ya kawaida, wewe unaweza kuelewa au kuona kwamba ni kama rutini ya jambo yalifanya ambalo pengine lina historia. Sasa kule kuelewa maana yake ni nini, ili ibada ile iweze kuwa na manufaa na athari katika imani ya Muislamu, inabidi lazima tuwe na taamuli, tuwe na mazingatio. Swala ambalo tunafaa ujiulize ni kwa nini umefanya ibada hii, na katika kutekeleza ibada hii umepata mafunzo gani? Kwanza kabisa katika mafunzo haya, ikhwatal kiram, ni somo la ikhlas. Lingine ambalo kadhalika tunafundishwa katika ibada ya hija. Hija ni ibada kubwa sana ambayo inamfundisha Muislamu na inamtaka Muislamu aelewe na akumbuke siku ya kiyama. Mtume anasema saumu Arafa yukaffiru sanat qablaha wa sanatu ba'daha, ni funga pekee inayoweza kusamehe after and before. Inasamehe madhambi yako uliyofanya, inasamehe madhambi yako utakayoyafanya. Ni funga ya Arafa pekee yake. Hakuna asiyekuwa na macho, kama utayafumba mwenyewe yafumbe. Hakuna asiyekuwa na masikio, kama utatia pamba mwenyewe masikioni tia mwenyewe. Lakini tunachotaka kusema, yaumu Arafa fi hadhihi sana, siku ya Arafa mwaka huu 2025 1446, siku ya Arafa itakuwa siku ya Alhamisi, siku ya tarehe 5 mwezi wa 6 itakuwa siku ya Arafa. Hajish Baitullahil Haram watasimama katika viwanja vya Arafat siku ya Alhamisi ijayo. Watakaposimama Arafat, wewe na mimi ambaye hatukwenda, ambia sumu yauma Arafa, fungeni siku ya Arafa mkiwa sambamba na wenzenu waliosimama katika viwanja vya Arafat. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, hakika ya Allah azza wa jalla hatizami sura zenu wala mali zenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini hutizama nyoyo zenu na matendo yenu. Mioyo hii ndipo pahala ambapo matendo ya mwanadamu yanaanzia. Nafsi yake itakuwa salama mbele ya Allah, atakayesalimika siku hiyo. Anasema Allah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku hiyo ni siku ambayo haitakufaa wewe, haitonifaa mimi wala yule wala yeyote, haitomfaa mali wala watoto.
illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule aliyemjia Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo, atakayemwendea Allah siku hiyo akiwa na moyo uliosalimika, moyo ambao ulipata ulaini na kumtambua Allah na kutambua uzito wa siku hiyo ya kiyama. Huyu ndiye ambaye siku ya kiyama atakuwa salama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Walifurahi waislamu kwa sababu dini imekamilika, lakini Abu Bakar as-Siddiq wahdahu alikuwa analia mpaka wakamuuliza, ma yubkika ya Abu Bakar, kitu gani kinakuuliza ya Abu Bakar? Akasema, ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka katika hii dunia imekaribia. Pengine muhimu vilivyomo ndani ya khutba hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khutba hii imekusanya misingi thabiti yote unayojua wewe, libinai dawlati, kutengeneza dola ya Kiislamu. Tukifanikiwa kwanza kuzisimamisha dola za Kiislamu katika nyoyo zetu na nafsi zetu, kusimamisha dola ya Kiislamu kwetu kitakuwa ni wepesi sana. Jambo la mwanzo Mtume kaanza na nafsi, kuonesha hakuna kitu ambacho anachokimiliki mwanadamu kilichokuwa bora na chenye heshima kama nafsi. Isiwe wewe sababu ya kuumia mwenzio. Almuamalatul hasana, tuamiliane vizuri na wake zetu. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyojiri katika mimbari za misikiti mbalimbali ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Pate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, mimi Hilal Sefriami. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Shukran dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuangazia habari za kimataifa. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich amesema serikali yake imeidhinisha makazi mengine 22 mapya ya walowezi katika eneo la ukingo wa magharibi. Hatua hiyo inatarajiwa kuzidisha migawanyiko na baadhi ya washirika wa taifa hilo ambao tayari walitishia kuiweka Israeli vikwazo iwapo hatua kama hiyo itachukuliwa. Smotrich anatetea uhuru wa Israel katika ukingo wa magharibi. Aliandika katika ukurasa wake wa X kwamba makazi hayo yatakuwepo kaskazini mwa ukingo huo bila kubainisha mahala penyewe. Vyombo vya habari vya Israel vimeinukuu wizara ya ulinzi ikisema makazi hayo yatahalalishwa na mengine mapya kujengwa. Utawala wa Palestina unaungwa mkono na nchi za magharibi ulio na udhibiti mdogo katika ukingo wa magharibi pamoja na wanamgambo Hamas walio katika ukanda wa Gaza wamekosoa vikali hatua hiyo. Uingereza pia imekosoa hatua hiyo na kusema kuidhinishwa kwa makazi hayo ni kizingiti cha wazi na makusudi cha kuizuia Palestina kuwa dola huru. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema kuwa mgogoro wa kibinadamu nchini Sudan unazidi kuongezeka huku mapigano yakiendelea, watu wanazidi kuhama makazi yao na udharura wa kuchukuliwa hatua za kiafya umezidi kuwa mkubwa. Katika jimbo la Darfur Kaskazini, mashambulizi ya mizinga na risasi yanaendelea kuathiri maeneo ya makazi ya raia katika mji wa El Fasher na kambi ya wakimbizi ya Abu Shuk yenye wakimbizi wengi wa ndani.
Huko katika jimbo la Kordofan Kusini, shirika la kimataifa la uhamiaji liliripoti wiki iliyopita kwamba takribani watu 2800 hasa wanawake na watoto wamekimbia mapigano mapya katika mji wa Dibebad. Hali katika makao makuu ya jimbo la Kadugli pia imezorota sana katika wiki za hivi karibuni, huku makombora makali yakizidi kupiga mji huo na kusababisha ufikishaji wa misaada ya kibinadamu kukwama kikamilifu. Serikali za kieneo zimeripoti kwamba takribani watu 6,000 waliokimbia makazi yao katika majimbo ya Darfur Kaskazini, Khartoum na Kordofani Magharibi kutokana na ukosefu wa usalama walifika katika eneo la Ad-Dabah kati ya Mei 12 na 22 na wanahitaji misaada mingi ya kibinadamu. Wakati huo mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika jimbo la Khartoum unazidi kuwa mbaya kwa kasi ya kutisha. Mashirika ya misaada ya kibinadamu katika jimbo hilo yameripoti kuweko ongezeko la 80% la kesi za kipindupindu kwenye kipindi cha wiki 2 zilizopita huko Khartoum pekee. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa jahazi la wiki. Inshallah panapo majaliwa wake Maulana, ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuleta jahazi la wiki, mimi ni Hilal Sefuriami, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante, uwe na wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.